Mapigano makali yaendelea kati ya jeshi la serikali la FARDC, vikosi vya Burundi na wapiganaji wa wazalendo dhidi ya muungano wa AFC M23 katika kijiji cha Kamisimbi huko Walongo mkoani Kivu Kusini, takriban kilomita 20 kutoka mji wa Bukavu. Mashuhuda wanasema kuwa pande zote zimetumia silaha nzito na milipuko ya mabomu pamoja na milio ya risasi imesikika kutoka mapigano hayo. Hali ya usalama katika eneo hilo inabaki hatarishi, huko wananchi wengi wakilazimika kutoroka makazi yao ili kuepuka madhara. Mapigano hayo yanaongeza msongo wa kisiasa na usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko juhudi za kijeshi za kudhibiti waasi zikizidiwa na pande za kimataifa zinazohusiana na amani na utulivu wa eneo hilo. Mapigano mazito yamezuka tena leo asubuhi kati ya waasi wa AFC M23 na makundi ya wanamgambo wa kirahia katika kijiji cha Ndete lililopo katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Vurugo hizo zimeleta hali ya taharuki kubwa kwa wakazi ambao sasa wamekimbia kuokoa maisha yao. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo hilo, milio ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika mapema alfajiri, ikihusishwa na shambulio la AFC M23 lililolenga kudhibiti eneo lote la Nyamaboko, ambako bado kuna vijiji vinavyoshikiliwa na makundi yanayoshirikiana na jeshi la serikali ya FARDC. Wakati huo waasi wa AFC M23 wametuhumu FARDC kwa kutumia ndege zisizo na rubani drone kushambulia ngome zao katika eneo la Luke usiku wa kuamkia leo. Kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, msemaji wa muungano huo AFC amelaani mashambulizi haya na kuapa kwamba hawatatosheka tena kulalamika, bali watachukua hatua kulinda na kutetea raia walioko maeneo hayo. Tukio lilotokea Novemba 9 katika kijiji cha Kibemuula, eneo la Rutobombo, Nyamaboko ya kwanza, liliripotiwa kuharibu paa za nyumba 4 kutokana na mabomu yaliyodaiwa kurushwa na FARDC na hivyo kuziacha familia kadhaa bila makazi. Kwa upande mwingine, AFC M23 inadaiwa kulazimisha raia kubeba risasi na vifaa vya kivita kuelekea kwenye maeneo ya mapigano, jambo linaloongeza mateso kwa wakazi. Matokeo yake, maelfu ya watu wakiwemo waliokuwa wakimbizi wa ndani sasa wanaendelea kukimbia Masisi kutafuta maeneo salama zaidi, huko hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya siku hadi siku. Serikali ya jimbo la Kivu Kaskazini imezindua kampeni kubwa ya kukusanya silaha na risasi zinazomilikiwa kiolela katika maeneo yote ya jimbo hilo, ikiwa ni hatua ya kuimarisha usalama na kupunguza uhalifu unaotokana na matumizi ya silaha haramu. Kwa mujibu wa tangazo jipya lililosainiwa na gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini, Jenerali Meja Somka Kule Evariste, na kusomwa naye Luteni Mark Elongo, msemaji wa kijeshi wa gavana, wananchi wote wanaomiliki silaha au risasi wanahamasishwa kugabizi kwa hiari yao. Serikali ya jimbo imetangaza motisha ya kifedha kwa yoyote atakayeshiriki katika mpango huo wa amani. Kiwango cha malipo: dola 100 za Kimarekani kwa kila bunduki aina ya AK-47 itakayogabiziwa, dola 200 za Kimarekani kwa kila bunduki ya kivita nzito, dola 1 ya Kimarekani kwa kila risasi moja itakayogabiziwa. Tangazo hili limeeleza kuwa lengo kuu la kampeni ni kupunguza idadi ya silaha haramu mikononi mwa raia na kusaidia kurejesha amani na utulivu wa kudumu katika Kivu Kaskazini, eneo lililo hatarini kwa muda mrefu na mapigano kati ya makundi yenye silaha.